Naam, leo ni tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka wa 2025 na kuwa ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi wa 10, tukiukaribisha mwezi wa 11. Natumia fursa hii kuweza kuwashukuru nyote wasikilizaji na watazamaji wetu ambao endelea kutusupport na kuwa nasi katika habari zetu za asubuhi, mchana na jioni. Kama kawaida, nawakaribisha katika habari zetu za asubuhi ya leo ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka ndani ya mjengo mzima wa Amani TV Media. Tupo mashariki mwa Kongo kwa ajili ya kuweza kuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali huko kwenye uwanja wa vita na sehemu zingine. Mpendwa msikilizaji, ili tuende sambamba tukimaliza mwezi huu wa 10 pamoja na habari kutoka kwenye uwanja wa vita, na kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza ili upate kufahamu, hivyo na kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Kama uko komanda wa mzalendo mwenye uko hapa, unatumikisha watoto wa watu, kuwapa ordre na watoto wa watu wanaangamia, bwana, kesho utarepondre kuzile acts. Bila shaka, karibu mara tena, tumalize salama mwezi wa 10 na habari hizi kutoka sehemu za mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asubuhi ya leo tunafungua kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko Misisi, ni tarafani Fizi, ndani ya sekta ya Nganja, ambako baada ya siku kadhaa za mzozo kati ya kundi mbili za wazalendo, ikiwemo kundi ya CNPCC linaloongozwa naye Kamanda William Amuria Kutumba zidi ya kundi la Fabebe Bilozi Bishambuke yake Ngoma Nzito, hatimaye msafara wa wajumbe wa viongozi wa wazalendo kutoka huko kwenye uwanja wa vita umewasili huko Misisi tarehe 30 Oktoba mwaka wa 2025 na kutekeleza meeting ya hadharani mbele ya raia wote wa kijiji hicho. Ujio wa wajumbe hao kutoka huko kwenye uwanja wa vita unalenga kuwaleta pamoja wazalendo hao ambao walikoruzana siku chache zilizopita huko Misisi tarafani Fizi ndani ya sekta ya Nganja. Karibu kusikiliza hotuba ya msemaji wa VDP, tena mwandishi mkuu wa CNPCC, Mheshimiwa wa Ubwela Mwila Dalton. Huyo hapa, msikilize akizungumza mbele ya umati wa watu kuhusu ujio wao uko Misisi. Nataka niambie wazalendo, wakomanda wa wazalendo, nataka niambie wasoda wa wazalendo hivi. Wakomanda wa wazalendo, munatumikisha watoto wa watu kwa sababu ya faida ya pesa ya kukamba. Wale watoto exchange ya masasa inatokea, mtoto wa watu anakufa. Kama mtoto wa watu anakufa mvita vya Misisi, anakufa kama vile nani? Nauliza. Nyama. Inosa. Anafia kamba. Kama mtu anakufa kwa vita ya Misisi, amekufa kama vile nani? Kama uko komanda wa mzalendo mwenye uko hapa, unatumikisha watoto wa watu, kuwapa ordre na watoto wa watu wanaangamia, bwana, kesho utarepondre kuzile acts. Sababu wale watoto unabauisha bila vita, unawauisha kupitia faida yako binafsi. Watoto wanaikaa kukamba, wasoda wanaikaa kukamba, wanapata 200,000. Mwa ile 200,000 wanakamata 50,000, wanagabulana kama walikuwa watano. Sasa 50,000 inaenda kwa komanda. Ndio. Komanda anabeba wapi? Ile kabisa. Ile pesa ni ya wasoda au ile pesa ni ya komanda? Ya komanda. Njoo kila pasi. Haina pasi moja. Na ndio maana nataka kuambia vijana wa wazalendo wenye wako hapa, wasoda wa wazalendo, kama
komanda anakupatia ordre yenye iko mal donné, mkijeshi inaruhusiwa kuikataa. Merci. Kama komanda anakuambia uende uibe pesa ya watu, soda uko na haki ya kumwambia komanda avozor vraiment komanda, lakini mbona reglement militaire inakataa kuiba? Ni kusema tunaambia wakomanda wa wazalendo mwache kuingiza watoto muvita vya faida yenu binafsi. Misisi ni mwingine ambayo Kongo inatumainia. Misisi hii ni sisi mnaona hapa. Mnajua haiko bongo hii. M23 bar RDF ilikamata Goma, ilikamata Bukavu. Bukavu ndio province yetu. Nord Kivu province yake ni pale Nord Goma. Sasa kuna eneo za mingi ambazo serikali haikontrole, ni kwa uchumi ni kwa usalama. Sasa kwa mfano sisi Sud Kivu hapa Misisi makuta yenye inatoka hapa inasaidia province kufanya miradi mbalimbali. Misisi oye. Na wakati hapa Misisi kunaingia kao, kunaingia desordre, binafete ekonomi Gani ya province na binafete ekonomi ya nchi. Tunasikizana? Na ndio maana sisi kama vile wazalendo, sisi kama vile wenye walijitoa ili tupiganie nchi yetu, hatuwezi tukafungie macho mji wa Misisi uingie mkao. kweli? Sema pale, sema. Mwenye iko hapa, ukifika kunyumba, ukiona mzalendo, komanda wa mzalendo mwenye akukua hapa, umwambie message ni kusema Misisi hakuna adui, Misisi hakuna vita. Neno ya tatu ambayo nataka niwaambie, wakati hapa kulikuwa exchange, wakati kulipiganiwa masase, bwana mko munini simwache tupate manani kule. Si kusema wabembe walikaa chini wakasema masase ilie. Si kusema wafuliru walikaa chini wakasema masase ipigwe. Ni un groupe d'individus juu ya maendeleo zabo. Ni grupe ya maindividu juu ya maendeleo zabo, banachafua kabila mzima. Wanachafua wabembe, wanachafua wafuliru. Misisi oye! Wakati masase inalia hapa, Mubembe tunaikalia kugombana sisi kwa sisi Misisi, wakati adui anatufata sisi wote. Sasa kama adui anatufata sisi wote, adui anafata Mundande mwenye iko Misisi, Mungala mwenye iko Misisi, Mkongo mwenye iko Misisi, paske nina waza ya kwamba Misisi ni site ambayo munapatikana 450 tribu yenye inafanya Kongo iwe Kongo. Nasema bongo? Hapa Misisi unaweza ukapate kila kabila ya DRC. Ukitaka Mungala hapa utamupata. Ukitaka Mundande hapa utamupata, Mutemba utamupata. Nikusema hivi, Misisi inafanya Kongo iwe Kongo kwa sababu ni mchanganyiko wa makabila zote za Kongo. Misisi oye! Sasa kama adui anakuja, we Mungala huko hapa, we Mkongo huko hapa, na wewe na Mufuliru na Mubembe na Mundande mwenye muko hapa, mtachangwa njia hii moja.
Sasa kama Mfuliru na Munande na Mungala na Mubembe wanagombana, watashituka siku moja wanajiretrouver wako Tanzania makimbizeni. Sababu adui halali, adui yeye anaplanifia kwa kutupiga. Sasa sisi tunaplanifia kupigana sisi kwa sisi. Sisi tunaplanifia tupigane, mie nipige huyu, mie nipige huyu, mie nitosha huyu ni sisi, mie nifukuze huyu, mie nifanye hiki. Napenda kuambia hivi mwa hii point. Wakati serikali yetu inasimama kama vile serikali ni sharti iwe na mipango, iwe na madecision zake. Serikali inapoona hiki kinaweza kikaribike, serikali inasimama pale kwa kutengeneza. Wakati sisi tulienda Kinshasa, rais alituambia nyinyi wazalendo mko watoto wa nyumba. Mwenzetu aliwagombanisha sababu alijua ya kwamba nyinyi mnafanya blocage ku projet yake ya balkanisation ya nchi yetu. Mtandao iko kabisa. Na wakati Rais Tshisekedi aliona ya kwamba Joseph Kabila alitupiga kwa sababu sisi tulipigana naye ili tufanye blocage ya balkanisation, Rais Tshisekedi anakuja anasema hapana, hawa ni watoto wa nyumba, ni wahero, wanafia nchi na wanapigania nchi, ni sharti ni waipe tupiganie nchi yetu sisi sote tukiwa pamoja. Misisi oye! Na ndio maana tunamuita Rais Tshisekedi mzalendo wa kwanza, sababu ni mtu wa kwanza kutoa sheria ya kutuma sisi tutembee barabarani. Mfuliru atapeleka Mubembe wapi na Mubembe atapeleka Mfuliru wapi? Hakuna. Niambie nani mwenyewe anaweza hamisha mwingine wa hii Kongo, nani katikati ya Mubembe na Mfuliru? Mukadre sasa 50 tribus zenye zinafanya Kongo iwe Kongo, mutaangalia kule kuliste Mfuliru iko na Mubembe iko kabisa. Ni kusema hakuna mwenye atapeleka mwingine fasi. Hakuna, narudilia, hakuna mwenye atapeleka mwingine wapi? Fasi. Wakati hawa komanda wako wanagombana hapa, hii vita ya kijinga, huko kiongozi wao mmoja nilimuita mtelefoni na mwambia, bwana, unaweza nipatia definition ile vita huko napigana pale, definition unipatie simple definition vita. Patie pile kule. Pile. Unipatie definition hii vita, parce que vita inapaswa kuwa defini. Kama sisi tulitoka huku tulienda Ruvungi, tulienda Mushaba ya kustope M23 par RDF asiprogresse parce que patrie iko mdanger. Ile ni definition ya vita. Sasa nyinyi mko mnapigana hapa Ekacho, hapa Ndende, munipatie definition ya ile vita. Nikamuuliza hivi, ndio baba. Aliniambia banataka tuonea. Nikamwambia kama wao unakamata pale, wao unakamata Misisi, utakuwa komanda pale au wewe ndio utakuweka Katombo? Asema hapana, bataka kutuonea. Nikamwambia utafungwa kesho. Ule kimaimai sisi tulivifanya mbele yako, na tulifanya vita ambayo haiko ya kawaida. Wewe unakamata bunduki hapa, unasema nitapigana, watoto wa watu wakufe. Nikamwambia acha,
sheria nyuma itakuya. Rezima wametusikia, wamefunga self. Wazalendo hoi! Wametusikia, mlisikia sasa leo? Si mlilala sawa leo? Ni kusema tuwashukuru pia kwa sababu wametusikia. Kama tunashukuru wakati wametusikia, tupandishe mikono. Nipende nione mikono. Najua watu wamefurahi kwa sababu wazalendo ambao walikuwa wanagombana wametusikia, wamefunga nini? Self. Na wakati wamefunga self, tunaamini ya kwamba amani ya kudumu itapatikana. Na ndo basi kenye kinabaki hapa ni kuambia wenye walikuwa wanagombana, kila mtu arudie kwenye alikaka. Tuko pamoja? Mwingine ya Misisi, kariere ya Misisi ibakie na amani. Tunapenda a partir ya kesho. Mnajua mwingine ya Misisi ni mwingine ambayo inachungwa na ile kilima. Nasema bongo? Hapa Misisi kama watu hawapande mwa ile kilima, hii Misisi watu watahama. Tunapenda a partir ya kesho, kama uko na bunduki yako juu ya kariere, acha watu wafanye kazi, tosha silaha yako kushimo ya watu. Watu wachimbe a partir ya kesho. Tunapenda wakreze wapande ndende, wachimbe oro zao. Na sisi kama vile delegation, najua serikali, najua FRDC nayo itatusaidia, lakini tuliwaambia mtu wache kwanza. Tuliambia FRDC mwache sisi wazalendo kwa wazalendo. Sisi tunashuka Misisi, tukishinda ndio tutawaambia kama mkuje. Lakini Mungu amesaidia, sisi peke yetu amani tunaona itawezekana. Haiko vile? Sio lazima tena kuambia FRDC mkie mtusaidia. Sisi wazalendo kwa sisi wazalendo tu basi tumeweza. Ni kusema kesho watu wafanye aktivite zao kama kawaida. Naam, huyo uliyekuwa ukimsikia akihutubia raia hapo ni msemaji wa VDP, pia mwandishi mkuu wa CNPSC, akizungumza kuhusu umuhimu wa wazalendo kuwa pamoja na kimoja, kwa sababu Mbembe na Mfulero wote ni watu wa moja. Amesisitiza kwamba ni vema wazalendo wote kuungana kwa ajili ya kuweza kuokoa nchi ambayo inavamiwa na wavamizi. Na tukitoka uko Fizi, tujielekeze moja kwa moja uko maeneo ya Masisi, ambako wapiganaji watatu wa kundi la wahasi la AFC M23 wamejisalimisha mikononi mwa wapiganaji wa Zalendo siku ya Jumanne tarehe 28 Oktoba katika kijiji cha Remeka, eneo la Ufamando wa kwanza wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, wapiganaji hao walijisalimisha wakiwa na silaha zao kamili. Hii ni mara ya pili wiki hii kwa wapiganaji hao wa AFC M23 kujisalimisha, kufuatia kundi la kwanza la wapiganaji 20 lililojisalimisha Jumatatu katika eneo hilo hilo la Remeka. Kwa ujumla, idadi ya wapiganaji wa AFC M23 ambao tayari wameshajisalimisha tangu mwanzo mwa wiki iliyopita ni wanajeshi 23 sasa. Wapiganaji hao watatu bado wanashikiliwa huko Remeka wakisubiri kupelekwa kwa mamlaka za kijeshi huko Busurungi, ambako watakabidhiwa kwa uongozi wa 34 ya kijeshi kwa hatua zaidi.
Lubero. Waasi wa ADF wamefanya mashambulizi matatu tofauti siku ya Alhamisi tarehe 30 Oktoba katika vijiji vitatu vya eneo la Bapere iliyoko katika wilayani Lubero. Mashambulizi hayo yameripotiwa katika eneo la machimbo ya dhahabu la Pangoi karibu na Mangurijipa, kijiji cha Malewa karibu na Kambu, makao makuu ya kundi la Bapakombe, na kijiji cha Petema kilichoko nyuma ya Ziampanda. Kwa mujibu wa Tanzi Makofi, afisa wa usimamizi wa shirika la wachimbaji madini wanaofanya kazi huko Pangoi, shambulio lilianza majira ya saa 9 alfajiri kwa saa za eneo hilo, likiwashtukiza wachimbaji waliokuwa huko kazini kutafuta madini. Mshuhuda mmoja aliyenusurika alisema kuwa waasi walivamia kambi ya wanamgambo wa Zalendo iliyokuwa imeanzishwa hivi karibuni juu ya milima ya Mangurijipa. Amesema mmoja wa wachimbaji aliyefyatua risasi kwa kutumia bunduki nzito kuelekea kambini. Sijui kama bado kuna wazalendo walio hai, akiongeza kuwa alifanikiwa kutoroka kwa taabu sana. Shirika la wachimbaji linahofia kuenda baadhi ya wachimbaji waliohudhuria eneo hilo wametekwa nyara. Hadi sasa hakuna idadi kamili ya vifo au majeruhi iliyotolewa, lakini wakaaji wanasema kuna waliouawa na nyumba kadhaa za wachimbaji na wafanyabiashara zimeteketezwa kwa moto. Eneo la Pangoi ndilo tegemeo kuu kwa maelfu ya wakaaji na wakimbizi waliokimbilia Mangurijipa kufuatia mashambulizi ambayo yanatekelezwa na ADF. Mmoja wa wachimbaji alisema, bila Pangoi Mangurijipa isingekuwa hai. Hapa hatulimi, wote tunategemea machimbo haya kupata riziki. Ndipo tunapata 10,000, 20 au 30 kila siku ya kuendelesha familia zetu. Kwa sasa hali ni yenye hofu mkubwa huko Mangurijipa. Vitongoji vyake maeneo ya pembezoni kama vile Carmel, Mambea na Kisungu vimeanza kuteketea watu. Wakazi wengi wamekusanyika katika maeneo ya mji, huku wengine wakihofia kutumia barabara ya kuelekea Butembo kutokana na uwezekano wa kuvamiwa kwenye barabara ya Mangurijipa, njia panda yenye urefu wa kilomita 25. Katika eneo hilo hilo, mashambulizi mengine ya pili yameripotiwa mapema katika maeneo ya Betema, kijiji cha kundi la Barenje kinachounganisha vijiji vya Ntoyo, Kasenyi, Masisi na Nziapanda. Taarifa kamili ya vifo na majeruhi bado haijatolewa. Shambulio la tatu limetokea katika maeneo ya Malewa karibu na Kambu, mji wa pili wa ukubwa katika eneo la Bapere. Waasi wa ADF walionekana wakizunguka shambani, lakini hadi sasa hakuna maelezo kamili kuhusu kilichoendelea. Mashambulizi haya matatu yaliyofanywa katika maeneo tofauti kwa siku moja yanachukuliwa kama mkakati wa ADF wa kuzigawa na kuzichosha nguvu za usalama, hasa jeshi la taifa FARDC ambalo linakabiliwa na changamoto za idadi ya wanajeshi, usambazaji wa chakula katika maeneo ya ndani na ukosefu wa ndege za upelelezi zinazoweza kufuatilia harakati za waasi wa Kiislamu wanaoungana na wapiganaji wa ADF huko Mangurijipa. Kinshasa. Naibu waziri mkuu wa waziri wa ulinzi wa taifa Guy Kabombo Mwandiavita amesisitiza tena dhamira thabiti ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC kulinda mipaka na umoja wa taifa licha ya hali ya mvutano iliyoendelea katika maeneo ya mapigano. Katika taarifa iliyosomwa Jumatano tarehe 29 Oktoba na msemaji wa jeshi la FARDC Meja Jenerali Salve Ekenge, waziri huyo aliwalaumu waasi wa AFC M23 kwa kuvunja mara kwa mara makubaliano ya kusitisha mapigano licha ya juhudi za amani zinazoendelea huko mjini Doha. Waziri Guy Kabombo amewataka wananchi waendelee kuwa watulivu na waangalifu
na waendelee kuunga mkono jeshi la taifa ambalo limejipanga kwa utaalamu na ujasiri mkubwa katika kulinda ardhi ya nchi. Wakati huo huo, katika uwanja wa mapigano pande zote mbili, jeshi la serikali na waasi wa M23 zinaendelea kushutumiana kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha vita, hali inayozidi kuvuruga juhudi za upatanisho na kurejesha amani katika eneo inayoathiriwa hasa mkoani Kivu Kaskazini pamoja na mkoa wa Kivu ya Kusini. Ufaransa. Nchi kadhaa za Afrika zimeshiriki Alhamisi tarehe 30 Oktoba mwaka wa 2025 katika mkutano wa uungaji mkono amani na ustawi katika eneo la Maziwa Makuu unaofanyika mjini Paris, Ufaransa. Mkutano huo umeandaliwa katika kituo cha mikutano cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa na unaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inawakilishwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akiwa pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje Bi Therese Kaikwamba Wagner. Burundi inawakilishwa na Waziri wa Mambo ya Nje wa Ushirikiano wa Kikanda na Maendeleo Bwana Edouard Bizimana. Rwanda imemtuma Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa Bwana Olivier Ndahunguriye. Uganda ilishiriki kupitia Waziri wa Ulinzi Bwana Jacob Obote anayewakilisha Rais Yoweri Museveni. Kenya inawakilishwa na mjumbe maalum wa Rais wa eneo la Maziwa Makuu Bwana Charles Keita. Kongo Brazzaville imemtuma waziri wake wa mambo ya nje, ushirikiano na wa Kongo wa Ugaibuni Bwana Jean-Claude Gokoso. Togo kama mgeni maalum wa mkutano huo imewakilishwa kwa ngazi ya juu na rais wa Baraza la Jamhuri Bwana Feure Esuzibna Gnasigbe pamoja na waziri wake wa mambo ya nje Bwana Robert Dusehi. Mashirika ya kikanda pia yalishiriki katika majadiliano hayo. Mkutano wa kimataifa wa eneo la Maziwa Makuu unawasilishwa na katibu mtendaji wake Joao Samuel Kaholo, huku Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC ikiwasilishwa na katibu mkuu wake Bi Veronique Nduva. Mkutano huu unawakutanisha viongozi wa Afrika, wajumbe wa kikanda na wawakilishi wa mataifa makubwa ya Magharibi, ukiwa na lengo la kuimarisha juhudi za kidiplomasi kwa ajili ya amani, uthabiti na ushirikiano wa kiuchumi katika eneo la Maziwa Makuu. Pendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka wa 2025, ikiwa ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi wa 10, tukikaribisha kwa furaha mwezi wa 11 ambao tunaianza hiyo kesho asubuhi na mapema. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, nakusihi ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia channel hii, hakikisha kwamba una subscribe, una comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Hii ni Amani TV Media. Kwenye comment tuambie unatufuata kutoka maeneo gani. Asante na uwe na siku njema.